أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hazrat Amirul Mominin Mwenyezi Mungu amsaidie sana anasema, hii ni hisani ya Allah juu yetu ya kwamba yeye alitujalia kumkubali Masihi Maud alaihi wassalam, ambaye kwa kumpitia yeye Mwenyezi Mungu alikuwa ameahidi kuihuisha Islam kwa mara ya pili. Yeye kwa mujibu wa ahadi za Mwenyezi Mungu na sawa na bishara za Mtume sallallahu alaihi wasallam alitumwa na Mwenyezi Mungu chini ya utumishi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ili kujadidisha dini ya Islam, na kisha sawa na ahadi za Allah Taala na kwa mujibu wa bishara za Mtume sallallahu alaihi wasallam, nizamu ya ukhalifa ikaanza kupatikana katika jamaat aliyoanzisha yeye. Basi hilo ni dhihirisho la kutimia kwa ahadi za Mwenyezi Mungu na bishara za Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambayo kwa sababu yake sisi kila mwaka katika dunia nzima, kila mahala ambapo jumuiya ya Ahmadiyya ipo, Mei 27 tunasherehekea siku ya ukhalifa. 26 Mei Hatmasihi Maud alaihi wassalam alifariki dunia, na Mei 27 jumuiya sawa na ahadi za Allah ikimchagua Hakim Maulana Nuruddin Khalifatul Masih al-Awwal, ikaahidi juu ya mkono wake ahadi ya kuendeleza kazi ya Masihi Maud alaihi wassalam na ikafanya bayati. Kisha baada ya kifo cha Hazrat Masih Awwal, jumuiya ikajumuika juu ya mkono wa Khalifatul Masih Thani, na licha ya kutokea kwa baadhi za pinzani za ndani na hali za kila aina zisizo rafiki, sisi tukashuhudia manzari za msaada na nusura ya Mwenyezi Mungu, na ukhalifa wake ukaendelea takriban kwa miaka 52. Na katika zama ile sisi tukaangalia mandhari za maendeleo makubwa ya jumuiya ya Ahmadiyya. Kisha baada ya kifo cha Khalifatul Masih Thani ikaanza ukhalifa wa tatu, na katika zama ile pia sisi tukaona mandhari za maendeleo ya jamaat. Maadui wakatumia nguvu zote ili kuimaliza jamaati, lakini hata hivyo sisi tunaona mandhari za maendeleo katika historia. Kisha Khalifatul Masih Thalith alipofariki dunia, kwa mara nyingine tena Mwenyezi Mungu akaonyesha mandhari ya kudra yake, na ikaanza zama ya ukhalifa wa 4 ambamo maadui wakatumia nguvu zao zote ili kuiangamiza jamaat, lakini wakashindwa vibaya. Na kwa sababu ya upinzani ule, Khalifatul Masih wa 4 akalazimika kuhama Pakistan, akasimamisha markaz nchini Uingereza, na kisha dunia ikaona ya kwamba mwendo wa maendeleo ya jumuiya ukaendelea kuzidi siku hadi siku, na wenye kuyazuia maendeleo ya jamaat kwa kuona maendeleo hayo wakaanza kuungua katika husuda. Kisha ikatokea kifo cha Hazrat Masih wa 4
hapo kisha mwenyezi mungu akaonyesha shani ya kutimiza ahadi yake na ikatokea uchaguzi wa ukhalifa wa 5 na mwenyezi mungu licha ya kuwepo kwa madhaifu yangu mengi akanijaalia misaada na nusura zisizo za kawaida na mguu wa maendeleo ya jamaat ukaendelea kusonga mbele na mbele. Katika dazeni za nchi mti wa ahmadia ukapandwa katika zama hii. Katika dazeni ya nchi nizamu rasmi ya jumuiya ya ahmadia ikapatikana. Katika mamea ya miji na vijiji mwenyezi mungu mwenyewe akiwaongoza watu na kuonyesha mandhari za misaada na nusura ya ukhalifa, akizalisha mioyoni mwa watu jaziba ya kushikamana na ukhalifa, akafanya mipango ya kupatikana kwa matawi ya watu wenye ikhilasi. Na manzari hizi mwenyezi mungu anaendelea kutuonesha, manzari hizi za kushikamana na ukhalifa na manzari hizi za maendeleo ya jamaat. Kwa nini zisingetokea? Hizi zilikuwa zimepangwa kutokea na allah na ilikuwa ahadi ya mwenyezi mungu na bishara yake. Kisha alikuwa ametoa mtume sallallahu alaihi wasallam. Basi mwenyezi mungu siye mwenye kusahau ahadi zake wala kuzivunja na wala si mwenye kupunguza chochote katika kutimiza bishara za nabii wake mpendwa hat muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ametoa bishara moja ya kwamba unabii utabaki kwenu mpaka allah atakapopenda. yani zama za mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba kisha atauondoa ule na itapati kana ukhalifa juu ya msingi wa unabii na kisha mwenyezi mungu atakapotaka ataiondoa neema hiyo pia. kisha sawa na takdiri yake na kudra yake itapatikana ufalme wenye kuuzi ambao kwa sababu yake watu watavunjika moyo na watahisi ziki. kisha zama hiyo itakapokwisha sawa na takdiri yake ya pili utapatikana ufalme wa mabavu hadi rehema ya allah itachemka ambayo itamaliza zama hizi za zulma na mateso na kisha baada yake utapatikana tena ukhalifa juu ya msingi wa unabii. na kwa kusema hayo mtume akaneamaza. basi sisi ni wenye bahati njema kwamba sisi ni wenye kuona bishara hiyo ikitimia. basi watu ambao kwa hakika ni wenye kuungana na jumuiya ya mtumishi wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wao wataendelea kuwa warisi wa fadhili za mwenyezi mungu inshallah. sisi twaona ya kwamba baada ya kutokea kwa ujio wa hatmasihi maud alahi salatu wassalam, fikra ya kijina ya ukhalifa iliyokuwa kwa waislamu hiyo pia ikakwisha na sasa zimebaki serikali tu. na serikali hizi kama zinafanya zulma haziwezi kusalimika na mkamato wa allah taala. mwenyezi mungu saa nyingine analegeza kamba lakini lazima anawakamata wazalimu. kwa vyote vile kama asemavyo mtume sallallahu alaihi wasallam ya kwamba utapatikana ukhalifa juu ya msingi wa unabii. katika utumishi wake mwenyezi mungu akamtuma hatmasihi maud alahsatu wassalam, naye pia akasema ya kwamba hata baada yangu pia katika jamaat silsila ya ukhalifa wangu sawa na bishara ya mtume sallallahu alaihi wasallam itaendelea. ye alisema kwamba mimi ni khatamul khulafa na sasa yeyote atakayekuja, mtu yeyote ambaye allah atamjari daraja ya ukhalifa atakuja akiwa chini yangu. basi kidunia mtu atumie nguvu kiasi gani, nizamu ya ukhalifa haiwezi kupatikana ikiwa nje ya utii wa hatmasihi maud alahsatu wassalam. kwa vyote vile muda wa kifo chake ulipokaribia, yeye akitoa taarifa ya kuendelea kwa ukhalifa akasema kwamba mwenyezi mungu hudhihirisha kudra za namna mbili. kwanza kwa mkono wa manabii wenyewe huonyesha mkono wa kudra yake. pili katika wakati ambapo matatizo yanazuka baada ya kifo cha manabii na maadui hupata nguvu na huzani kwamba mambo yameharibika na huwa na yakini kwamba sasa jumuiya hii itafutika, bali na wanajumuiya nao huhangaika na kuvunjika moyo na baadhi yao wenye bahati mbaya wanashika njia ya kuritadi. hapo mwenyezi mungu hudhihirisha mara ya pili kudra yake yenye nguvu na kuimarisha jumuiya iliyokuwa inaanguka
basi yule anayesubiri mpaka mwisho huona muujiza wa mwenyezi mungu kama ilivyotendeka katika enzi hata abubakar sidik. wakati huo kifo cha mtume salallahu alaihi wasallam kilipofikiriwa kutokea wakati usiofaa na mabedui wengi wakaritadi na maswahaba kwa sababu ya huzuni kubwa wakawa kana kwamba wameshikwa na wazimu. hapo mwenyezi mungu kwa kumsimamisha imara hata abubakar sidik akaonyesha mara ya pili onyesho la kudra yake na akanusuru islam iliyokurubia kufutika na akatimiza aliyoahidi ya kwamba wala yumakkinanna lahum dinahum lazi irtadaa lahum wala yubadilannahum min badi khaufihim amna, yani baada ya hofu tutawaimarisha. alisema kwamba basi eni wapenzi wangu, kwa kuwa hii ndiyo suna ya allah tangu kale ya kwamba allah huonyesha kudra mbili ili kuzikanyagilia mbali furaha mbili za bandia za wapinzani. hivyo haiwezekani sasa ya kuwa mwenyezi mungu aziache suna zake za zamani. kwa hiyo msihuzunike kwa habari niliyowaambieni, wala nyoyo zenu zisifadhaike, kwani hamna budi kuiona kudra ya pili vile vile, na kuja kwake ni bora kwenu kwa sababu hiyo itadumu nayo itaendelea bila kukoma mpaka kiama, na hiyo kudra ya pili haiwezi kuja mpaka niondoke. hapo ni waambieni vile vile ya kwamba kutoka jambo hilo mimi nachukua maana hii pia ya kwamba watu ambao wamejiingiza katika swala la umri wa masihi maud, humo kuna jibu lao pia ya kwamba yeye kwa kugusa swala la miaka ya umri wake hakusema kwamba miaka mingapi imebaki, bali ametoa ishara ya kurejea kwake na hakutoa umuhimu wote kuhusu umri, bali ni muhimu wa kutimiza kazi. ye anasema kwamba lakini niondokapo hapo mungu atakutumieni hiyo kudra ya pili itakayodumu nani milele, kama mungu alivyoahidi katika barahini ya ahmadia. ahadi hiyo hainihusu mimi bali yawahusuni nini, kama alivyosema kwamba nitashindisha jumuiya hii inayokufuata juu ya wengine hadi kiama. basi hapana budi mfikiwe na siku ya mimi kuagana nanyi, ili baadaye iwadie ile siku iliyo siku ya ahadi ya kudumu. mungu wetu huyu ndiye mungu atimizaye ahadi, mwaminifu na mkweli, atawaonyesheni yote aliyoahidi. ijapokuwa hizi ni siku za mwisho za dunia na ndiyo zama za mabalaa mengi kushuka, lakini hapana budi kwamba dunia hii ibaki mpaka yote hayo yatimie aliyo ni ambia mwenyezi mungu. basi ahadi hizi alizofanyiwa hat masihi maud alaihi wassalam zingine zikatimia na zingine zitatimia baadaye, na siku za usoni tutaendelea kuziona zikitimia. basi kama nisemavyo mwanzoni, sawa na ahadi ya allah, baada ya kifo chake ikaja zama ya ukhalifa wa kwanza na mguu wa jamaat ukaendelea kusonga mbele. kisha ikaja zama ya ukhalifa wa pili na jumuiya ikapata maendeleo zaidi na zaidi, na katika nchi nyingi za dunia jamaat zikapatikana. kisha ikaja zama ya ukhalifa wa tatu na jamaat ikapata maendeleo mengine. kisha ikaja zama ya ukhalifa wa nne na hapo ikafunguka pia milango ya maendeleo. kisha sasa ni zama ya ukhalifa wa tano, na katika zama hiyo pia jamaati inaendelea kupiga hatua katika maendeleo. licha ya kufanywa kwa juhudi za kutosha za maadui, jamaati inaendelea kupiga hatua katika maendeleo. bali kama ilivyo kawaida, allah katika mioyo ya watu waishio nchi za mbali za dunia ambao hawakuona khalifa yeyote, allah akiwaongoza mwenyewe anawaongoza ili kuja chini ya bendera ya ukhalifa kwa waislamu pia na kwa wale wasio waislamu vile vile. wapo mamea na maelfu ya watu ambao mwenyezi mungu anafungua vifua vyao na ahadi aliyoifanya kwa masihi maud, na akiitimiza kila siku anaonyesha mandhari za misaada na nusura ya jamaati. na hapo naweka mbele yenu matukio ya baadhi ya watu ambayo yanaangazia jinsi allah anavyousaidia ukhalifa wa kiahmadia na kutimiza ahadi zake. mwenyezi mungu alitoa ahadi ya kusimamisha ukhalifa, jinsi anavyozalisha mioyoni mwa watu hisia za kujiunga na ukhalifa na kushikamana nao. kuhusu hiyo, nchi ya burkina faso ni nchi ya afrika. mwalimu wa huko anaandika ya kwamba
mta ilipowekwa katika tawi letu kwa mara ya kwanza na watu kwa mara ya kwanza wakamwona khalifa wa zama, macho yao yakajawa na machozi na furaha ilikuwa wazi juu ya nyuso zao. baada ya siku chache ikaja ujumbe kutoka huko na wakatoa shukurani kwa timu ya mta na wakasema kwamba sisi hatuwezi kwenda kukutana na khalifa wa zama, lakini kwa kumwona khalifa wa zama juu ya mta macho yetu yanapata kuburudika, macho yetu yanapata kiburudisho na moyo kupata utulivu. Na hivyo sasa hii imekuwa kawaida yetu ya kila siku ya kwamba kwa kupitia mta sisi tunakutana na khalifa wa zama. hivyo mwenyezi mungu anazalisha mapenzi mioyoni mwa watu wale wasiokutana nami, hata mioyoni mwao pia mna mapenzi kwa ukhalifa. kisha namna ambavyo allah kwa kupitia ukhalifa anawaongoza watu kuingia katika islam. kuhusu huyo amir saheb wa gambia anaandika kwamba fundi pikipiki mmoja samba saheb, yeye kwa bahati tu aliniona juu ya mta nikitoa hutuba. kwa kuisikiliza hutuba akasema kwamba hakuna shaka ndani yake kwamba mtu huyo anasaidiwa na mungu. hivyo mtu huyo pamwe na watu 14 wa familia yake akafanya baiati. biashara yake ilikuwa ikisuasua, mungu akamjalia fadhili. hapo mtu huyu akasema kwamba hayo yote yametokana na ahmadia tu, na hakuna shaka kwamba ahmadia kwa ajili ya giza ni kama jua linalongaa. watu wasio wa ahmadia hata wao pia wanahisi kwamba ukhalifa unasaidiwa na mwenyezi mungu na kisha wanajiunga na jamaati. katibu wa mahubiri wa ujerumani anaandika, juu ulikuwa ni mfano wa afrika na sasa huyu ni mwarabu katika ujerumani. yeye alikuja kuitembelea maonyesho ya vitabu na akanunua tafsiri ya kurani tukufu kwa ujerumani na pia akawapa namba yake ili waweze kuwasiliana naye. mwaka jana yeye akapewa mwaliko wa kuja katika jalsa salana ujerumani. yeye kwa sababu ya mtihani wake, hicho ni kisa cha miaka kadhaa iliyopita. hivyo muradi wa mwaka jana ndio huu ya kwamba mwaka mmoja kabla ya kutokea kwa tukio hilo yeye aliomba razi kuhusu kushiriki katika jalsa na badala yake akamtuma kaka yake na mtu mwingine wa familia katika jalsa. kaka yake wakati wa jalsa kaka yake akaniambia baada ya kusikiliza hutuba yangu ya kwamba mtu huyo kwa yakini anasaidiwa na mungu. mwenyezi mungu akatia moyoni mwake kwamba ukhalifa ni wa kweli. mtu huyo usiku ule ule akajaza fomu ya baiati na akaingia katika jamaati ya ahmadia. hisia hizi ni mwenyezi mungu ndiye anayeweza kuzalisha mioyoni mwa watu na anafanya hivi kwani hii ni ahadi yake. mtu wa pili mwarabu wa familia yake, ye hakufanya baiati siku ya kwanza, lakini akaendelea kuuliza maswali mengi kuhusu jamaat. kulikuwa na kikao cha waarabu pamoja nami. yeye alikuwa na nia ya kuuliza swali moja kuhusu takfiri na mtu mwingine mwarabu akauliza swali lake lile lile ambalo mimi nikampatika jibu defu. kwa kusikiliza jibu hilo mtu huyo akarizika, na kabla ya kutokea mpango wa bayati akijaza fomu ya bayati akafanya bayati juu ya mkono wangu na kisha akashiriki katika kipindi cha kufanya bayati vile vile. amir sa wa gambia anaandika namna ambavyo mwenyezi mungu kwa kuzingira roho takatifu anavyowaingiza katika jamaat na anatimiza ahadi za kuusaidia ukhalifa. anasema ya kwamba kuna sehemu Kirgor jumuiya ilipopatikana huko, mtu mmoja alhaji fae saheb akaipinga sana jamaati. alikuwa hapendi hata kugusa vitabu vya jamaat, lakini walimu wetu hawakukata tamaa, hawakuchoka na wakaendelea kumhubiri. siku moja kwenye kijiji chake ukafanywa mpango wa malezi ya wanajumuiya wapya. walimu wetu wakamfanya kukubali ya kwamba yeye bila shaka asisome kitabu chochote, lakini angalau mara moja tu aje pamoja nasi katika mission house na ashiriki kwenye mpango wetu. sisi hatutakuhubiri wala kuongea nawe juu ya mada yoyote.
wewe kwa kushiriki katika kipindi chetu tu usikilize tunachosema. Hivyo mtu huyo alipokuja mission house akasema kwamba mimi sitaki kushiriki katika darsa lenu, hivyo nikikaa kwenye chumba hiki cha televisheni na angalia televisheni. Hapo ye akakalishwa kwenye chumba kile na mta ikawashwa, na wakimwacha kwenye chumba kile wengine wakaenda miskitini ili kushiriki katika darasa. Katika muda huo mtu huyo akasikiliza hutuba yangu iliyokuwa ikirushwa juu ya mta. Baada ya darasa walipoongea naye, ye akasema kwamba mtu huyu si mwongo na naona ukhalifa huu ni wa kweli. Sasa haiwezekani kwamba nigeuze mgongo wangu. Hivyo mtu huyu pamwe na watu 10 na familia yake, pamwe na watu 10 wa familia yake akafanya bayati na kuingia katika jamaat. Je, hiyo inaweza kazi ya binadamu? Kwa yakini mwenyezi mungu anaendelea kuonyesha ahadi zake. Kuna tukio jingine la kuongezeka la uhusiano kwa ukhalifa, kisa kingine cha kutimia kwa ahadi ya allah. Katika mtaa mmoja wa mji wa wandere wa Cameroon, familia 8 kwa kufanya bayat ziliingia katika jamaat. Wanajamutia wapya wanasema kwamba mta imebadilisha maisha ya watoto wetu na elimu yao kuhusu dini imeongezeka mno. Kati yao kijana mmoja Abdurrahman ambaye anasoma kidato cha 4. Kijana huyu anasikiliza hutuba zangu kwa shauku sana, tena sana. Siku ya Ijumaa anamwambia mwalimu wake kwamba mimi nataka kwenda nyumbani ili kusikiliza hutuba ya khalifa. Naweza kuacha shule lakini siwezi kuacha hutuba yake. Hiyo ni imani yake. Baba yake anasema kwamba kila Ijumaa akiacha shule aje kusikiliza hutuba ya juu ya mta. Na Abdurrahman anasema kwamba kwa kusikiliza hutuba imani yangu na elimu yangu inazidi sana. Kazi mbaya nilizokuwa nazifanya nimeziacha zote. Basi hawa ni watu ambao wanaendelea kutimiza ahadi ya kushikamana na ukhalifa. Kwa yakini muda utafika ambapo watu hawa wakipata maendeleo watawashinda wengine, kwani wanataka kuwa wasadikishaji wa ahadi. Kisha ahadi ya mwenyezi mungu ya kuwaongoza watu na kuwaunganisha na ukhalifa wa hatmasihi maud alayhisalatu wassalam. Kuhusu hiyo kuna tukio jingine nchini Burkina Faso. Sehemu moja mahubiri yalifanywa sana na haikutokea natija yoyote. Mwalimu anasema wakati wa kurudi mimi nikawaambia watu wachache kwamba mukija mjini basi lazima muje kunitembelea. Hivyo baada ya siku chache kati yao mtu mmoja Bon Saheb akaja katika nyumba yetu. mta ikawashwa mbele yake. Baada ya muda yeye aliponiona juu ya mta akasema ya kwamba mtu huyo nimeshamuona katika ndoto yangu. Hivyo wakati ule ule bila kuomba hoja yoyote akaingia katika jamaati, na baada ya kurejea akawaambia watu wa kijiji chake, na watu wengi wa kijiji wakakubali Ahmadia. Sasa kwa fadhili ya Allah katika kijiji kile imeshapatikana tawi moja imara sana. Kisha kuna tukio jingine la kuonesha msaada wa mwenyezi mungu, namna ambavyo mwenyezi mungu anavyoendelea kuzalisha uhusiano kwa ukhalifa na anaendelea kuwadhihirishia mafundisho ya kweli ya Islam. Kuhusu hiyo Sultan Saheb wa Kyrgyzstan anasema sasa hili ni eneo moja la Kyrgyzstan, ni eneo jingine kabisa. Anasema kwamba mwanangu na mke walikuwa wameshapata bahati ya kufanya bayati. Mwaka 2017 kila Ijumaa nilianza kwenda mission house. Mimi na mke wangu kila tulipokuwa tukienda mission house ili kusali sala ya Ijumaa, takriban katika safari ya kilomita 12, sisi daima tulikuwa tukisikiliza hutuba ya khalifa wa zama. Kila niliposikiliza hutuba hizi, baada ya kusikiliza hisia zangu zilikuwa zikiimarika. Hivyo mwaka huu Mei 2, hili ni jambo la mwaka 2022, anasema Mei 2 mwishowe mwa mwezi mtukufu wa Ramadhan, siku ya Idi, mimi nikafanya bayati. Kazi hii nilitamani kuifanya mapema sana, lakini ilikuwa imebaki. Nimeandika kwa kifupi. Anasema kwamba lakini yale yanayoendelea kutokea rohoni mwangu sina uwezo wa kuyaeleza katika maneno. Mimi katika kila sala namwomba Allah dua ya kuongezeka katika elimu. Sala ya kila Ijumaa inanifungulia njia mpya za maendeleo. Guinea Bissau ni nchi nyingine. Mwenyezi Mungu jinsi anavyoendelea kufungua vifua vya watu kwa kupitia ukhalifa wake. Kuna tukio la Asman Balde Saheb
ambaye ni mwanajumuiya mpya anaishi katika eneo jingine. yeye alipojua ya kwamba jamaa zake wanaendelea kukubali ahmadiyat kwa wingi, yeye akiwa kusanya baadhi ya mashekh akawaleta katika eneo lake ili wao waweze kuipinga jamaati, ili watu hawa waweze kuipinga jumuiya. mwalimu wetu akawaambia kwamba kupinga mnaweza kupinga, lakini angalau mara moja tu musikilize ujumbe wetu. watu wa huko angalau kuna wema kwao kwamba hata kama wanapinga lakini wanakuwa tayari kusikiliza ujumbe wa jamaat na hawafanyi kama inavyotokea nchini Pakistan. Sheikh akakataa kuja kama ilivyo asili ya mashekh, lakini Asman saheb akakubali mwaliko na akaja kusikiliza ujumbe wa jamaat. hivyo yeye akaambiwa kuhusu ujio wa Masihi Maud alayhi wassalam. siku ambapo yeye akaja ilikuwa siku ya Ijumaa na hutuba yangu ilikuwa inarushwa juu ya MTA mubashara. yeye akaambiwa ya kwamba sisi wa Ahmadiyya wote tunasikiliza hutuba ya khalifa wa zama mubashara. kama una muda basi angalau usikilize hutuba kwa muda tu. yeye akasema kwamba mimi nitasikiliza, lakini si kwa muda wote bali kwa muda tu. lakini hutuba alipoanza kusikiliza akasahau muda wake na wakati wake na akaendelea kuisikiliza kwa makini sana na akasikiliza hutuba kamili. baadaye akasema kwamba jumuiya ya Ahmadiyya haiwezi kuwa kafiri kama nilivyokuwa nimesikia, kwani khalifa wenu anaeleza sera ya sahaba wa Mtume SAW salam. baadhi ya wakati baadhi ya Ahmadiyya wanainua swali kwamba sisi tuna haja gani ya kueleza historia ya Kiislam. hiyo inaendelea kuwa njia ya mahubiri kwa watu na kwa Waislamu wengine. hivyo kuna haja ya kueleza, na hata elimu yetu pia inaongezeka ambayo wengi wetu hawakuwa na habari zake. anasema kwamba jumuiya yote kafiri haiwezi kufanya kazi hii ya kuwa ieleze sera ya sahaba. kisha yeye akaacha kuipinga jamaat na pamoja na familia nzima akakubali Ahmadiyya. sasa kwa fadhili ya Allah anafanya mahubiri katika eneo lake na yumo katika nizamu ya jamaati. kisha kuna tukio jingine la watu jinsi walivyoongoka kwa kupitia sauti ya ukhalifa. Kongo Kinshasa, mwalimu wa huko anasema kwamba katika eneo moja la Kongo Kinshasa walianza kampeni ya mahubiri. hapo baadhi ya watu wakaanza kuwapinga Waahmadiyya na kuipinga jamaati. kisha baada ya miezi mitatu, siku moja katika wapinzani hawa mtu mmoja aitwaye Asman saheb akawasiliana na Mission House na akasema kwamba yeye pamoja na familia nzima anataka kujiunga na Ahmadiyya. alipoulizwa sababu yake akasema kwamba siku moja mke wangu alikuwa anaangalia chaneli za satellite, ndipo chaneli yenu ikaja mbele yake, na kwa kuwa yeye alikuwa anajua kwamba mimi katika kuipinga jamaat nipo kwenye mstari wa mbele, akaniita na mimi nikataka kuongea mabaya zidi ya jamaati. mke wangu akasema kwamba hapana, kwanza usikilize kipindi chote halafu unaweza kuongea chochote. wakati ule hutuba yangu ilikuwa inarushwa. baada ya kusikiliza hutuba anasema kwamba nikajawa na yakini kwamba sauti iliyoingia masikioni mwangu leo ndiyo picha kweli ya Islam. na baada ya kusikiliza khalifa mimi sikuwa na shaka lolote kuhusu ukweli wa jamaat. mapenzi ya ukhalifa, namna ambavyo Allah anazalisha mioyoni na anavyoongeza imani. mtu mmoja ambaye ni mbali sana maelfu ya maili hajakutana na khalifa kama nisemavyo awali, namna ambavyo anazuhirisha hisia zake. kuna Omar saheb wa Senegal anasema kila ninaposikiliza hutuba yako na hisi ladha ya ajabu moyoni. ufanye dua kwamba hisia hizi zidumu daima dawamu. kwa kusikiliza hutuba macho hujaa machozi. mimi nakupenda sana. niombe mapenzi ya Mungu, mtume wake na Masihi Maud na makhalifa zake yazidi mapenzi ya dunia. kwa dua yako anasema kwamba biashara yangu imepata maendeleo. basi hayo yote ni kutimia kwa ahadi ya Mwenyezi Mungu aliyofanya kwa Masihi Maud alayhi wassalam. kisha Amir saheb wa Ubilghizi anaandika ya kwamba kuna mtu wa Moroko, Mustafa saheb, kwa kufanya tahqiq kwa muda mrefu kuhusu jamaat akafanya bayati. anasema mimi tangu utotoni nimepitisha muda mwingi kwa maulama, lakini hutuba za khalifa wa zama sio kwamba ni maelezo sahihi ya Qurani tukufu tu, bali zinamfikisha mtu kuwa karibu na Allah.
anasema kwamba baada ya kusikiliza hutuba hizi mimi nimeanza kupata ladha katika swala. mwenyezi mungu amenionyesha ndoto za kweli. ahmadia imebadilisha maisha yangu. na akitaja fadhili za allah, bwana huyo anashikwa na hisia na machozi yanajaa machoni. mwenyezi mungu sawa na ahadi yake namna ambavyo anausaidia ukhalifa ulioanzishwa na hatmasihi maud alaihi wassalam, na anafungua vifua vya watu. kuna tukio jingine. mbashiri wa Guinea Bissau anasema ya kwamba tulijaliwa kuweka mta katika matawi 21 katika kijiji kimoja mwaka jana. kwa kupitia mahubiri watu walikuwa wamekubali ahmadiyat, lakini familia 4 za kijiji hicho zilikuwa zimekataa kukubali jamaat. timu yetu ilipofika kwenye kijiji hicho ili kuweka mta, mwalimu wetu akawaalika watu wote wa familia hizi miskitini ili waje na wakaangalie chaneli yetu na picha za khalifa na imam mahdi alayhi salatu wassalam. mta ilipowekwa wakati ule ilikuwa muda wa magharibi. kwa ajili ya kuswali swala wakazima tv, na baada ya swala walipowasha tena hutuba yangu ilikuwa ikirushwa juu ya mta. watu wasio wanajamaati wakaendelea kuona yote kwa umakini sana, na kisha wakamwambia mwalimu. kwanza mwalimu akawaambia kwamba kwa kuwa hutuba inaendelea kurushwa kwa kiingereza, hivyo mimi nafanya tafsiri kwa ajili yenu ili muweze kujua kwamba khalifa wa zama anasema nini. mmoja wao akasema kwamba mimi sielewi anachosema, lakini mtu huyo hawezi kusema uongo, na kama huyu ni khalifa wa jumuiya ya ahmadia, basi jumuiya ya ahmadia haiwezi kuwa jamaati ya uongo, na mimi sasa hivi natangaza kukubali ahmadia. hivyo mwenyezi mungu anageuza mioyo. ukhalifa ni njia moja kubwa ya mahubiri. watu wenye asili njema kwa kuona tu wanapata kujua kuhusu mafundisho sahihi ya islam na wanaingia katika jamaati ya masihi maud alaihissalam. amir sahib wa gambia anasema kuna sehemu iitwayo sambe. tulienda huko ili kufanya mahubiri. tukawaambia watu wa huko kuhusu ujio wa masihi maud alaihissalam, na pia tukawasomea masharti ya baiati ili kuingia katika jamaati yake. na alkali wa kijiji ambaye anakuwa chifa huko na imamu wao na mwenyekiti wa kamati ya maendeleo wakasema kwamba mtume saa salam alikuwa ametoa bishara kuhusu ujio wa imam mahdi. leo kwa mara ya kwanza tunasikiliza kuhusu ujio wake, na sisi tumeona ahmadia na tumepata athari kubwa sana. kisha wakasema kwamba waahmadia ndio waislamu wa kweli, kwani wana nguvu ya ukhalifa na ukhalifa umewaunganisha kwa pamoja. na walipoonyeshwa picha yangu wakasema kwamba ukweli unaonekana ndani yake, sisi tunamuona kwenye televisheni. kisha watu wengi ambao idadi yao ilikuwa kubwa wakafanya baiati, na walipoona tafsiri kunatukufu katika lugha 3 za fola, mandeka na wuluf, wakasema kwamba ahmadi ndio uislamu wa kweli na hakuna zehebu ambalo limepata bahati hii kama waahmadia walivyoendelea au wanaendelea kufanya. na kisha wakasema kwamba inshallah tutasimama imara juu ya ahmadia na hatutarudi nyuma, kwani uislamu wa kweli ndio huu na mashekh wengine wanakuja kutudanganya tu. kisha mbashiri wa mali anasema kwamba mtu mmoja akaja kwenye redio yetu ya ahmadia na akasema nataka kufanya baiati kwa sababu ya ahmadia. leo nimesalimika na moto wa jahanamu. nikasema kuna sababu gani? akasema kwamba baadhi ya maulamaa wakasema kuhusu swala kwamba hakuna haja ya kuswali, na hivyo nilikuwa nimeacha kuswali. lakini nikasikiliza hutuba ya khalifa juu ya redio ya ahmadia ambamo ye akaeleza kuhusu umuhimu wa swala, ikanivutia sana. na tangu muda ule kuacha swala mimi naona kama ni kuingia katika jahanamu. basi mimi ni ahmadia na sitaacha sala kamwe. zura amesema kwamba wanajamaat wa zamani pia wanatakiwa kujichunguza kuhusu nafsi zao.
mashekh wanaendelea kusema zidi yetu na wanatoa fatua, lakini hali yao ndiyo hii kwamba wamekataa nguzo ya msingi ya islam, na hii ni hisani ya allah kwamba kwa kupitia ukhalifa anaendelea kuwaongoza wa ahmadia na wao wanaendelea kupata uhuru kutoka wale wanaoharibu dini. kisha mbashiri wa nigeria anasema kwamba kwa ajili ya kuangalia mta tuliweka maandishi katika maeneo mbalimbali. anasema kwamba watu wanasikiliza hutuba zangu na wanaangalia vipindi vingine. anasema mtu mmoja akasema kwamba nilikuwa na shutuma nyingi kuhusu jamaat na nilikuwa si riziki, lakini nikasikiliza hutuba ya imam wa jamaat na hapo moyo wangu ukapata utulivu. nimepata uislamu wa kweli na shutuma zangu zote zikakwisha, na kisha nikashiriki katika jamaat ya ahmadia. kisha kuna tukio jingine, jinsi allah anavyowaongoza watu kwa kupitia ndoto. mtu mmoja anaeleza kuhusu ndoto yake. muhammad so saheb anasema usiku mmoja niliona katika ndoto mtu mmoja akaacha na akashika mkono wake kwa uimara sana na akasema kwamba assalamu alaikum warahmatullah. huyu hakumtambua kwamba alikuwa nani. akawauliza watu kwamba huyu ni nani. watu wakasema kwamba huyu ni imamu wa ahmadia. asubuhi ijayo akaja katika misheni yetu na akamsimulia mwalimu ndoto yake. mwalimu akawasha mta kwa ajili yake ambapo hutuba ilikuwa inaendelea. yeye aliponiona akasema mara moja kwamba huyu ndiye mtu aliyekuja kwenye ndoto yangu, na wakati ule ule akakubali ahmadia. mbashiri mkuu wa cameroon anasema kwamba katika mji mmoja wa marwa wa huko watu wanaendelea kuangalia mta kwa wingi na wanaendelea kuingia katika jamaat. imamu mmoja wa huko mwalim ahmad saheb anasema kwamba kwa kupitia mta imani yetu imeongezeka na hutuba za khalifa, na kwa kupitia vipindi vya lugha ya kiarabu nuru imezalika katika zati zetu na giza limekwisha. inaonekana kwamba kabla ya ahmadia na mta tulikuwa kama wanyama na mta imetufanya kuwa wanadamu. mwenyezi mungu katika kuusaidia ukhalifa jinsi anavyofungua mioyo ya watu. kuna mfano mwingine. mwalimu wa cameroon anasema kwamba siku moja nilikuwa natoa hutuba ya ijumaa na watu walikuwa wanaingia miskitini polepole. nikamwona mtu mmoja ameingia miskitini akiwa amevaa koti na kilemba juu ya kichwa chake. baada ya swala nikamuuliza kwamba kwa nini umevaa mavazi hayo. akasema kwamba kuna imamu wangu wa kiroho, yeye anavaa mavazi haya, na kama unataka kujua zaidi kuhusu yeye basi juu ya cable kuna chaneli moja mt africa, uangalie chaneli ile. juu chaneli ile hutuba zake zinarushwa na ye anatoa majibu ya maswali ya watoto akiwa miskitini. utakapomwona utaweza kujua kwamba yeye ni mkweli na anasaidiwa na allah. hapo mimi nikamwonyesha picha kutoka jarida la attaqwa na mashati 10 ya bayati, yani picha yangu, na nikamwambia kwamba imamu huyu ndiye aliyejenga misikiti huu. mtu huyu alikuwa hajui kwamba huu ni misikiti wa ahmadia na mimi ni mbashiri wa jamaat ile ile. hapo mtu huyu akafurahi sana na pamoja na familia yake akafanya bayati. basi hayo ni matukio machache niliyoyaeleza ambayo yanadhihirisha ukweli wa maneno ya masihi maud alaihissalatu wassalam ya kwamba ahadi ya mwenyezi mungu ya kuendeleza kudra ya pili na ni ya kuisaidia, na kwa kupitia hiyo sasa islami itapata ushindi. mwenyezi mungu mwenyewe anaendelea kufungua vifua vya watu na anaendelea kutia athari ya ukhalifa wa ahmadia katika mioyo yao. anaendelea kuwaunganisha watu wenye asili njema na ukhalifa.
kila siku ya historia ya miaka 118 ya ukhalifa wa kiahmadia ni uthibitisho wa jambo hili kwamba mwenyezi mungu anaendelea kusaidia ukhalifa wa kiahmadia na jamaat inaendelea kupata maendeleo juu ya maendeleo. mwenyezi mungu kwa fadhili yake makhsus anijalie kutekeleza wajibu wangu wote na amjalie kila ahmadia kushikamana na ukhalifa wa kiahmadia daima dawamu na hadi siku ya kiama ukhalifa uendelee kupata watu wenye ikhilasi na wenye ucha mungu na mwenyezi mungu atimize mambo yote ambayo alikuwa amemwahidi hat masihi maud alaihi wassalam. na kwa kupitia ukhalifa wa kiahmadia ufalme wa mungu mmoja upatikane duniani na dunia iweze kuangalia manzari kwamba bendera ya mtume muhammad sallallahu alaihi wasallam ianze kupeperuka katika dunia nzima. baada ya swala nitasalisha jadabili ghaibu. marehemu wa kwanza ni chaudhry muhammad adris nasrullah khan saheb aliyekuwa anaishi nchini canada. alifariki dunia akiwa na umri miaka 90. inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. kwa fadhili allah alikuwa musi. babu yake chaudhry nasrullah khan saheb radhiyallahu ta'ala anhu aliwahi kuwa naziri ala wa siku za mwanzo za jamaat ahmadia. adris nasrullah khan saheb alikuwa mpwa wa chaudhry nasrullah khan saheb. baba yake aliwahi kuwa amir wa karachi kwa muda mrefu. idris nusrullah alikuwa kitukuu cha khalifatulmsi al awal. babu ya adris saheb chaudhry fateh muhammad sial alikuwa miongoni mwa wabashiri wa mwanzo wa jamaat na mbashiri wa uingereza ambaye akawa sababu ya kuwaingiza mamea ya watu katika ahmadia kwa miaka 30 na zaidi. adris nusrullah saheb aliwahi kuwa katibu wa amure ama yani mambo ya ndani katika mji wa lahore na pia akawa mjumbe wa kamati ya iftar na qaza na mwenyekiti wake katika ukhalifa wa salisa. mawakili waliofanya kazi kubwa huyu alikuwa mmoja wao. miaka 74 katika tukio la rabwa ilipoanzishwa samdani tribunal idris nusrullah khan saheb alikuwa pamoja na khalifa msi asalis kwenye chumba cha mahakama. kisha khalifa msi asalis alikuwa amemteua kama mjumbe wa kamati nyingi. aliwahi kushiriki katika mpango wa kasr salib kama mjumbe wa lahore. katika safari ya kuhamia kwa khalifa msi wa rabi rahimahullah taala alipata bahati ya kusafiri pamoja naye kutoka rabwa hadi karachi. alikuwa mtu mkubwa mwenye ikhilasi na nimeshuhudia mwenyewe sifa hizi. mwenyezi mungu awajalie watoto wake kuendelea mema yake na amghofiri na amrehemu. marehemu wa pili ni kamar adris saheb wa karachi ambaye alikuwa mtoto wa chaudhry aziz ahmad saheb bajwa. akiwa na umri miaka 90 alifariki dunia. yeye alikuwa mjukuu wa sahaba wa masihi maud chaudhry muhammad hussain saheb raziyallahu ta'ala anhu na sardar begum saheb raziyallahu ta'ala anha. marehemu kwa fadhili ya allah alikuwa musi ameacha nyuma mke na vijana wawili na mabinti wawili. miaka 59 alijiunga na civil services na katika muda wa silsila mitano aliweza kutoa huduma hii katika serikali juu ya nyazifa kubwa na alikuwa anajulikana kama afisa mwaminifu sana. na hiyo ilikuwa athari ya nasaha ya baba yake. baba yake alikuwa amemsihi wakati ule, alikuwa amesema kwamba nikipata habari kwamba idris amekufa sitapata huzuni, lakini nikipata habari hii kwamba idris amepokea rushwa basi nitapata huzuni kubwa sana. hayo yalikuwa malezi na nasaha ya baba kwa mtoto wake. marehemu aliweza kutafsiri kitabu cha chaudhry khan saheb kiitwacho sawane hayat katika lugha ya kiingereza na kitabu hicho kikapata umaarufu katika watu wanaosoma kiingereza. aliwahi kuwa katibu wa mambo ya nje katika jamaat ahmadia wilaya ya karachi kwa muda mrefu na pia aliweza kuchaguliwa kama waziri. alikuwa amemwindikia khalifa msirabe barua na juu ya kwenye barua ile alikuwa ameandika bismillah.
hapo shekh moja mpinzani akaingiza kesi zidi yake na yeye akaendelea kuenda mahakamani ili kusikiliza kesi yake, lakini daima akawatumikia watu kwa rehma na kwa huruma sana hadi shekh huyo alikuwa ameingiza kesi zidi yake mahakamani. kesi hiyo ilipokwisha, shekh huyo akaja kuomba msaada kwa sababu ya hali yake. yeye akamsaidia sana. mwenyezi mungu amghufirie na amrehemu na awajalie watoto wake kuendeleza mema yake. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.